Baada ya wa Iran kugoma katika mazungumzo yaliyotarajiwa kufanyika siku ya leo huko nchini Pakistan katika mji wa Islamabad, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba hana tatizo ikiwa wa Iran wanataka azungumze naye. Sina shida kukutana nao, Trump aliambia New York Post kuhusu uongozi wa Iran. Ikiwa wanataka tukutane, mimi nipo tayari tukutane na nikiwa pamoja na viongozi wengine wenye uwezo, lakini sina shida kukutana nao, anasema rais huyo wa Marekani. Maafisa wa Iran wamekataa kusema iwapo watajiunga na mazungumzo yaliyopangwa kufanyika Jumanne huko Islamabad, huku msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Baqei akisema mapema Jumatatu kwamba hakuna uamuzi wowote uliotolewa kuhusu swali hilo, na matokeo ya ujumla mpaka wakati huu siku ya leo Jumanne ni kwamba wa Iran hawatashiriki katika mazungumzo hayo. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani wakati huu anasema kwamba yupo tayari hata kukutana na viongozi wa Iran ikiwa wakati huu hawapo tayari kufika nchini Pakistan. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian wakati huo alihimiza mazungumzo na Marekani, hata kama alisema kuwakaribisha wa Marekani kwa kutoaminiana ni lazima isiyoweza kupingwa kulingana na shirika la habari la serikali la IRNA. Pezeshkian alisema kizuizi cha Marekani kilionyesha kuwa Washington ilikuwa ikielekea kurudia mifumo ya hapo awali na kusaliti diplomasia, kulingana na TV hiyo ya serikali. Timu ya mazungumzo ya Marekani inayoongozwa na makamu wa rais JD Vance ilikuwa njiani kuelekea Islamabad, na Trump alionyesha kuwa mazungumzo hayo yatafanyika. Tunapaswa kuwa na mazungumzo, Trump aliambia New York Post. Kwa hivyo ningedhani kwa wakati huu hakuna mtu anayecheza michezo. Mazungumzo hayo yalitazamiwa kufanyika siku moja kabla ya usitishaji wa vita wa wiki mbili kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran na kukamilika siku ya Jumatano. Israel ambayo Pakistan haitambui haijawakilishwa katika mazungumzo hayo ni moja kati ya changamoto ambazo wa Israel wanasema, huku ni kutothaminiwa kwa Israel katika mazungumzo hayo. Na ndio maana kuna nyakati Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alikuwa akisema ikiwa Marekani na Iran watakubaliana katika kusitisha mapigano ya kudumu, lakini Israel bado itaendelea kufanya mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hadi pale watakapofikia kile walichokikusudia, kwa maana kuharibu mfumo wa kiutawala wa Iran, lakini pia kuhakikisha Iran haiwi na silaha za nyuklia pamoja na makombora ya masafa marefu. Siku ya jana Jumatatu, Ismail Baqei alisisitiza kama Iran haitoshiriki katika mazungumzo hayo. Hatuna mipango ya duru inayofuata mazungumzo na hakuna uamuzi wowote ambao umefanywa katika suala hili, alisema. Tehran haitabadilisha matakwa yake yaliyoelezwa wazi. Baqei aliongeza akisema kuwa haiamini katika makataa au matamshi wakati wa kulinda maslahi ya taifa, huku ikidai diplomasia na utayari wa mazungumzo. Marekani inafanya tabia ambazo hazionyeshi kwa namna yoyote umakini katika kutafuta mchakato wa kidiplomasia, aliongeza, akitaja Marekani kuziba mlango wa bahari wa Hormuz. Mzozo wa baharini kati ya Marekani na Iran umepamba moto katika siku za hivi karibuni. Iran ilifunga mlango wa bahari wa Hormuz na Trump alishutumu nchi hiyo kwa ukiukwaji kamili wa usitishaji mapigano kwa kufyatua risasi meli ya wa Iran. Trump pia hapo awali alitishia kuharibu kila daraja na mtambo wa kuzalisha umeme nchini Iran isipokuwa kama itakubali makubaliano. Siku ya Jumapili ya wikendi iliyopita, Marekani ilifyatua risasi na kuikamata meli ya mizigo ya Iran kama sehemu ya kizuizi chake cha bandari za Iran, na kusababisha Iran kulipiza kisasi kwa kufanya mashambulizi katika meli za kijeshi za Marekani zilizoweka doria kulinda meli za Iran zisivuke kutoka katika bandari zao. Chanzo kikuu cha Iran kiliambia Reuters kwamba kuendelea kuziba kwa Amerika kwenye bandari za Iran kunadhoofisha matarajio ya mazungumzo ya amani na kwamba ndio sababu ya Iran kutoshiriki katika mazungumzo hayo. Lakini pia vitisho anavyovitoa rais wa Marekani Donald Trump ni moja kati ya mambo yanayosababisha Iran isirejee katika mazungumzo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni